Katika nyakati za leo, watu wengi sana wanaishi maisha ambayo sio haki zao kuyaishi. Wanaishi maisha ambayo sio halali zao kuyaishi kwa sababu wamenyang'anywa uweza wa kumiliki katika miguu yao. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Sasa siku ya leo nimekuja na ufunuo huu unaoelezea habari ya ukombozi wa kumiliki katika nyayo zako. Unajua nyayo zako zina connection kubwa katika ulimwengu wa roho, katika mafanikio. Yaani nyayo zako, kama miguu yako imeibiwa uwezo wa kumiliki na kutawala, basi utakuwa ni mtu unayetangatanga duniani bila mafanikio. Utakuwa ni mtu unayetangatanga mijini na mashambani kutafuta mafanikio na usipate. Kwa sababu gani? Kwa sababu mikono yako imenyimwa uweza wa kumiliki, nyayo zako zimenyimwa uweza wa kumiliki. Sasa tunapoongelea habari ya ukombozi wa nyayo, tunaongelea kwamba nyayo pia, kitu unachotakiwa uelewe, nyayo ni sehemu ya chini ya miguu yako. Katika ulimwengu wa roho, nyayo huashiria utawala. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Ulimwengu wa roho, nyayo inaashiria kwamba una nguvu ya utawala. Kila unapokanyaga kwa nyayo unamiliki. Kwa hiyo kuna muunganiko kati ya mafanikio ya mtu na nyayo zake. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua 1:3, maandiko yanasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako, kuna uwezo umeachiliwa pale wa kumiliki na kutawala. Sasa watu wengi leo wameibiwa uwezo wa kumiliki na kutawala. Ushawahi kujiuliza kwamba nakuta mtu anaenda kukuloga, akitaka kuloge anaagizwa hebu kalete nyayo zake pale ambapo alikanyaga, nenda kalete, au kalete kiatu chake ambacho alikivaa jana au ambacho anapenda kukivaa. Anaiba. Ndio hapo unakuta pale nje kwako umeweka kiatu kinaibiwa. Kikishaibiwa hicho kiatu, basi unakuta tena mambo yako yanakuwa hayaendi sawa sawa. Kwa sababu gani? Ni nyayo. Shida sio kiatu, shida ni kwamba hicho kiatu kimekanyagwa na nyayo ya kwako. Sasa watu wengi leo wamenyang'anywa uwezo wa kumiliki katika nyayo za miguu yao. Wamenyang'anywa mamlaka ya kumiliki katika nyayo za miguu yao. Kitu tunachotakiwa uelewe tunapoongelea habari ya nyayo, nyayo ina siri kubwa sana, kwa sababu nyuma ya nyayo kuna roho ya kutawala. Watu wengi leo wamenyang'anywa mamlaka ya kutawala katika ardhi. Unakuta mtu anaenda mjini, anafanya kazi kwa taabu, hapati. Anakuja da anafanya, anaona hapati. Anaenda Mwanza, anapambana, anaona hapati. Anatoka Mwanza anakuja, anaenda Tunduma, anaambia kuna madini huko. Akienda pia nako anakuta hapati chochote. Yaani amekuwa ni mzururaji, anazurura huku na huku akitafuta mafanikio, lakini kumbe adui kablock nyayo zake, kazifunga nyayo zake. Alipozifunga sasa, ndio hapo inapelekea kwamba haoni baraka tena, haoni mafanikio tena, haoni utukufu tena wa yeye kupata baraka na mafanikio. Sasa kitu unachotakiwa leo kwamba kwa habari ya nyayo, nyayo zako zinaweza kufuatiliwa. Wachawi wanaweza kufuatilia nyayo za mtu ili wamzuie kimafanikio. Wachawi wana nguvu hiyo, kuzuia nyayo ya mtu ili asipate mafanikio. Wanayo nguvu. Kwa hiyo wachawi wana nguvu kubwa sana ulimwengu wa roho ya kuzuia mamlaka yako. Na ndio maana tunapoongelea habari ya nyayo ulimwengu wa roho, kuna connection kubwa sana. Sasa ukisoma kile kitabu cha Zaburi 56:6, maandiko yanasema kwamba hukutanika, hujificha, huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yao. Maana yake wanaokutanika ni wakina nani? Ni maadui. Wanaokutanika ni wakina nani? Ni watesi. Wanaokutanika ni wakina nani? Ni wachawi. Wanaokutanika ni wakina nani? Ni waganga na washirikina. Sasa kitu tunachotakiwa leo tunasema kwamba habari ya nyayo wachawi wanaweza kuficha. Hapa mwandishi anasema kwamba ukutanika, hujificha, huziangalia nyayo zangu. Maana yake wanaangalia hatua za huyo mtu, anapiga hatua gani, anapiga hatua zipi katika mafanikio yake, anapiga hatua zipi huu mwaka anataka afanye jambo gani, huu mwezi anataka apate pesa, hizi pesa anataka afanyie nini.
Manake wakishaona kwamba huyu anataka apate pesa anunue kiwanja, elewa kabisa watafunga nyayo zako usije ukamiliki kiwanja chako. Watafunga nyayo zako usije ukamiliki nyumba yako. Kwa sababu gani? Kuna muunganiko kati ya ardhi na nyayo za mtu. Kuna muunganiko mkubwa sana. Ndio maana unapokuwa unaenda kazini kwako, penda sana kubariki hatua za miguu yako. Mwambie Mungu, nasimamia andiko kwamba popote ambapo tutatoka na tutakapoingia tutabarikiwa. Naomba baraka ziambatane pamoja nami. Omba tena baraka zikujilie na kukupata. Maandiko yanasema na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata, sio kama utazifuata, yani zenyewe zitakuja automatic. Sasa ni muhimu sana ukaomba baraka katika nyayo zako ili popote unapokanyaga ukatishe. Unajua kuna ardhi zingine ambazo tunakanyaga zina asili ya roho ya umaskini. Ardhi zingine zimefungwa na mababu hapo. Unakuta miaka hiyo damu nyingi zilimwagika, mababu wakalaani hiyo ardhi. Unakuta kulikuwa kuna vitu vilitokea vibaya kenyeo jamii, watu waliuana, kulitokea matukio ya kutisha. Unakuta kuna watu wazee wa mji wakatamka laana pale. Maana walipotamka ile laana ni kwamba chochote ambacho utaenda kukifanya wewe pale hautapata mafanikio. Kusema za kweli, sio kama pesa utapata, lakini sio za mafanikio. Utaishia tu kupata pesa za kula, utaishia tu kupata pesa za kujitibu, utaishia tu kupata pesa ndogo ndogo za kusurvive leo na kesho, lakini sio pesa za malengo. Kwa sababu gani? Adui amefuatilia nyayo zako, amefuatilia nyayo zako na kuzuia mafanikio yako. Lakini pia kitu kingine unachotakiwa uelewe ni kwamba adui anaweza kunasa, au nyayo zako zinaweza kunaswa. Miguu ya mwanadamu ikinaswa, nyayo zimenaswa. Kuna watu wanaishi huku nyayo zao zilishanaswa. Kuna watu wanaishi katika mifumo, nyayo zao zimeshanaswa, lakini wao hawajui kabisa, hawaelewi kabisa kwamba nyayo zao zimenaswa. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 57 mstari wa 6, Zaburi 57 mstari wa 6, maandiko anasema kwamba wameweka wavu ili kuninasa miguu. Anaongelea habari ya miguu. Wameweka wavu ili kuninasa miguu, nafsi yangu imeinama, wamechimba shimo mbele yangu, watumbukie ndani yake, wametumbukia ndani yake. Lakini main point hapa anaongelea kwamba wameweka wavu ili kunasa miguu yangu. Maanake adui anaweza akakufuatilia ulimwengu wa roho, njia zako na nyenendo zako, ili kukunasa, ili kunasa nyenendo zako, ili kunasa njia zako, ili kunasa hatua zako. Sasa watu wengi leo wamenaswa ulimwengu wa roho, wamekamatwa ulimwengu wa roho, wameshikiliwa ulimwengu wa roho na ardhi inaongea kwamba hatafanikiwa kabisa. Ardhi inaongea kwamba hatakombolewa kabisa, hatajenga kabisa. Ardhi inaongea, ardhi inazungumza. Sasa kitu tunachotakiwa leo tunasema kwamba ardhi pia na nyayo zako kunaweza kushikamana na kuzimu. Hatua za mtu ndiyo nyayo za mtu. Wachawi wanaweza kushikamanisha nyayo zako na kuzimu kichawi. Manake unaweza ukawa unapambana kupata mafanikio, lakini upate mafanikio. Kuna watu wengi leo wako mjini, lakini kila wakilala wanaota ndoto wapo kijijini, wako kijijini walikozaliwa. Unajiuliza hii ni nini? Au unakuta ukilala unaota ndoto upo sehemu ambako ulipangaga zamani au ulishigi zamani sana. Kila unapoota unaota ndoto upo huko, unaongea na watu hao, unacheka na watu hao, unafanya shughuli huko, na unajiuliza kwamba lakini huku mbona nilitokaga miaka 7 iliyopita? Mbona nilitokaga miaka 15 iliyopita? Kwa nini nione narudi huko kwa njia ya ndoto? Ni kwa sababu gani? Ardhi yako ilikamatwa kule. Kuna mtego, kuna wavu uliwekwa, kuna mtego uliwekwa. Kwa sababu ule mtego unafanya kazi, basi ndio hapo inapelekea sasa unajikuta ulimwengu wa roho unaota ndoto upo kule kijijini ulikokuwa umezaliwa, ambako ulikuwa unalima, unapanda, unacheza. Sasa pale manake hapo unaonyesha wazi kwamba adui ameleta shambulizi katika nafsi yako, ameleta shambulizi katika roho yako. Ni muhimu sana ukaelewa kwamba nyayo zako zikinyimwa upako wa kumiliki na kutawala,
basi hauwezi kupata mafanikio. Nyayo zako zikinyima uweza wa kumiliki na kutawala, hauwezi kupata baraka, hauwezi kupata maongezeko, hauwezi kukua kiuchumi, kiafya, kimaendeleo, vyovyote vile hauwezi kukua. Sasa ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike unapokuwa na dalili za namna hii? Jambo la kwanza, hakikisha unasimama sana katika maombi ya urejesho, kwa sababu ukiona dalili za namna hii, hakuna fedha zinazokaa kwako, kila biashara unayoanza inakufa. Popote unapoenda kuanza biashara lazima pafe, maanake hapo unaonyesha wazi kwamba kuna shida katika nyayo zako, kuna tatizo katika nyayo zako, kuna kikwazo katika nyayo zako. Ndio hapo inapelekea sasa unaona upati baraka, upati mafanikio. Ulimwengu wa roho hakuna chochote kinachoenda wala kinachoendelea. Ni kwa sababu gani? Adui amezuia, adui amemeza nyayo zako. Adui amemeza nyayo zako. Kuna mtu anaweza akachukua nyayo zako, akishachukua anaziambatanisha na udongo wa makaburini. Akishaambatanisha na udongo wa makaburini, kinachotokea ni kwamba hakuna jambo ambalo utalifanya litaendelea. Kisha ambatanisha na udongo wa makaburini ni kwamba hakuna kitu ambacho utakifanya kitafanyika, kwa sababu ulimwengu wa roho adui ameshikilia ile hatima ya nyayo zako. Adui ameshikilia ile hatima ya wewe kupata mafanikio, anakupa, ameshikilia kweli kweli, amekamata kweli kweli. Sasa unapokuwa unaona ishara za namna hiyo kiroho, unaona popote unapoenda kuanza biashara, hiyo biashara lazima ife. Popote ambapo unaenda kuanza kitu, umepata ofisi, umepata frame nzuri, iko barabarani, iko center, lakini cha ajabu wateja hawaingii huko ndani. Wateja hawaingii kabisa. Wanaenda duka la nyuma yako ambao wewe uko mbele lakini yeye yuko nyuma, ndo anaenda huko. Akishaenda huko ndo anaenda kununua huko. Bana, hivi vitu vyako wewe unauzeje? Hasa unajiuliza kwamba inakuwaje hivi vitu mimi niko barabarani hivi vitu vyote ninavyo, alafu watu wanaenda kumungisha mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho kuna changamoto ya wewe kumiliki, kuna changamoto ya wewe kutawala. Nyayo zako zimefungwa, nyayo zako zimekamatwa, nyayo zako zimezuiwa wewe usipate mafanikio. Sasa kitu unachotakiwa kifanye unapoona dalili ya namna hiyo, omba maombi ya kurejesha. Hayo ni maombi ya kwanza kabisa, maombi ya kurejeshewa baraka zako zilizopotea, maombi ya kurejeshewa mafanikio yako yaliyopotea. Utakaposimamia maombi ya kurejeshewa, hapo ndipo utakapopata baraka kubwa, mafanikio mengi. Hatima yako pia itafika mbali 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 sana, ulimwengu wa roho. Sasa kitu unachotakiwa uelewe, usizarau nyayo, usije ukapuuza hata siku moja, kwa sababu ulimwengu wa roho, hizo nyayo zinakuwa ni mlango wako wewe kupata mafanikio, wewe kupata baraka na maongezeko makubwa sana. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia, nami nimekuombea kuanzia sasa mikono yako ikawa na uwezo wa kumiliki na kutawala, ukaongezeke sana, ukastawi sana, ukafike mbali sana, kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwe mzima, uwe hai tena, ustawi tena, ufanikiwe tena kwa damu yako Yesu, nikiomba na kuamini, amen. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.